tunasema asante. Ni asubuhi ya kusikia neno lako Baba, likatufae katika maisha tuliyonayo, likatuongoze siku ya leo nzima, hata likapate kutunong'oneza mambo ya kufanya. Asante Mungu kwa kutupa asubuhi hii tena, kama ambavyo wewe umetukusudia watumishi na watoto wako kusimama mbele za macho yako asubuhi hii, kukuabudu, kukuimbia, kukuomba na kukusikiliza unasema nini. Naomba kibali chako na nguvu ya Roho Mtakatifu kuwa pamoja na sisi. Ninakualika Bwana uwe pamoja na sisi. Ninakemea mamlaka na kazi zote za ibilisi zikapate kushindwa. Tunatamani kutakaswa, kusafishwa na kuwekwa huru mbele za macho yako, ili tukuabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu, uwe na sisi kwa wakati na asubuhi hii. Usitupungukie wala kutuacha. Katika jina la Yesu Kristo, uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Habari za jana. Watakatifu, tuendelee na mada yetu inayosema maisha baada ya wokovu. Baada ya kuokoka kuna maisha. Baada ya kupokelewa na Bwana kuna maisha unayoanza kuyaishi. Tuliona mazingira yaliyokuwepo, tukaona maana ya wokovu ni nini, na tukaangalia maana ya wokovu katika Biblia. Na baadaye jana tukapata muda wa kuangalia mambo ya msingi katika wokovu, na tukaangalia jambo moja linalohusiana na toba, kwamba moja ya jambo la msingi katika wokovu ni kutubu. Kutubu, jambo la msingi sana, kugeuka, kufanya mabadiliko. Pamoja na kwamba toba wakati mwingine inaleta hasara ya vitu mbalimbali ambavyo ulivizoea, vilikunufaisha, ulivipenda, vilikutia moyo, na pengine havikuwa vya kwako peke yako, vilikuwa na watu wengine pia. Kuna hao watu utalazimika kuachana nao. Msingi mwingine wa pili baada ya toba, msingi wa pili baada ya toba ni kuwa na uhakika na wokovu wako. Bwana asifiwe. Ukishamaliza kutubu dhambi, msingi wa pili unaopaswa kuwa nao katika maisha baada ya wokovu ni kuwa na uhakika. Kuwa na uhakika na wokovu wake. Watakatifu, tunapaswa kuwa na uhakika na wokovu kwenye maisha yetu kwa mambo yafuatayo. Kuna vitu vya msingi. Mambo yafuatayo ni ya muhimu sana kutuonyesha uhakika wa wokovu tulionao. Bwana Yesu asifiwe. Kutuonyesha uhakika wa wokovu tulionao. Kimsingi, ni lazima kuwa na uhakika na huu wokovu, kwa sababu kumbuka, toba inakugharimu vitu vingi. Halafu na viacha, unakuwa hauna uhakika kule unakohamia.
Kwa ni vizuri uwe na uhakika na mahali ambako unahamia. Moja ya mambo yanayokufanya uwe na uhakika na wokovu wako ni kujitambua, ni kufahamu, ni kujijua kuwa wewe ni nani. Bwana asifiwe. Lazima ujue kwamba wewe ni nani. Kwenye maisha ya wokovu ni lazima ujue kwamba umeamua kuingia kwenye wokovu, unajifahamu wewe ni nani katika huo wokovu. Naomba unisomee Petro ya kwanza sura ya 2 mstari wa 9 hadi wa 11. Inasemaje? Petro ya kwanza. Neno la Mungu linasema Petro ya kwanza mstari wa 2 9 hadi 11. Petro ya kwanza sura ya 2 mstari wa 9 hadi wa 11. Hadi 11. Bali ninyi ni mzao mteule. Bali ninyi ni uzao mteule. Ukuhani wa kifalme. Ukuhani wa kifalme. Taifa takatifu. Taifa takatifu. Watu wa miliki ya Mungu. Watu wa miliki ya Mungu. Mpate kuzitangaza fadhili zake. Tupate kuzitangaza fadhili za Mungu. Yeye aliyewaita mtoke gizani. Kwa sababu kuna mtu ametuita tutoke gizani. Tukaingie katika nuru yake ya ajabu. Tukaingizwa katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa. Sisi tuliokuwa wa kwanza hatujulikani kabisa, tunaishi kama wa Palestina hivi. Bali sasa ni taifa la Mungu. Sasa hivi ni taifa la Mungu. Mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Hatukuwa na rehema lakini sasa tuna rehema. Wapenzi, ndio, na wasi kama wapitaji na wasafiri. Ndio. Ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho. Amen. Amena. Bwana asifiwe. Lazima ujijue wewe ni nani. Mola asema. Unajua moja ya mambo yanayotufanya tunashindwa kuishi kwenye wokovu, hatujijui sisi ni akina nani kwenye huo wokovu. Hatufahamu. Yaani tunaona ni kama ni kitu fulani tu tumekutana nako from nowhere. Hatuelewi. Hapana. Ni lazima tujue kwamba sisi ni akina nani kwenye huo wokovu. Sisi ni wateule Bwana. Bwana asifiwe. Sisi ni makuhani. Sisi ni watoto. Bwana asifiwe. Tuna thamani, sisi tumetengenezwa kuwa taifa. Ni miongoni kati ya watu waliokuwa hawajasamehewa, wamesamehewa dhambi. Wamegeuzwa, wamebadilishwa. Sisi tuna thamani. Na katika masuala ya urithi na umiliki katika maisha na familia, anayemiliki ni mtoto. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa nini ni lazima ujue wewe ni nani kwenye huo wokovu. Hebu nisomee Yohana Bwana. Yohana sura ya 1 na mstari wa 12. Kuna watu hawajui, na ndio maana wana uwezo wa kufanya, wanafanya tu wanavyoona kwa sababu hawauoni kama ule wokovu na wahusu. Neno la Mungu linasema. Linasemaje? Yohana 1:12. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo. Tulipewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Wa kufanyika kuwa watoto. Ndio wale waliaminio jina lake. Ndio sisi tulioliamini jina la nani? La Yesu. Wewe ni nani kwenye wokovu? Mimi ni mtoto. Watu naulizwa, ukileta maneno mengi sana ya mazingira yanayowezekana kuwepo kwenye mali za nyumbani au za wapi, majitu yanaweza kukuuliza wewe ni nani? Unamwambia mimi ni mtoto. Mimi ni mrithi wa hivi unavyoviiba. Mimi ni mrithi wa hivi unavyoviangalia. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni lazima ujitambue wewe ni nani kwenye wokovu. Jijue, ufahamu. Hautaji kufahamishwa, unapaswa ufahamu, ujielewe. Unaamka asubuhi, unatembea, unatoa sadaka, unafanya nini kama nani? Unatoa sadaka kama nani? Unafanya ibada kama nani? Unayafanya hayo yote kama nani?
ni lazima ujitambue kwamba wewe ni nani katika maisha ulionayo. Sisi ni watoto kwenye ufalme, sisi ni watoto kwenye wokovu, ni watoto. Ndio maana Paulo anasema kama watoto yatamanini maziwa yasiyofanya nini? Yasiyogoshwa. Sisi ni watoto katika wokovu, tunalelewa, tunalindwa na Mungu, tunaishi kwa uhakika kama wamiliki na tulio haki kuishi kwenye huo wokovu. Lakini pia sio tu kujijua wewe ni nani, unapaswa pia kuelewa kuwa una uzima wa milele. Kama wewe ni mtoto katika wokovu, kuna uzima wa milele. Je, unapaswa kujijua, unapaswa kujielewa ya kwamba wewe uliyeingia kwenye wokovu una uzima wa milele? Unajua, lazima tuelewe pia. Kuna watu ndio wako kwenye wokovu lakini hawajifahamu kama ni watoto wa huo wokovu. Hawajielewi kama ndani ya maisha yao wana uzima wa nini? Wa milele. Hebu nisomee waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na mstari wa 12. Waraka wa kwanza wa Yohana inasema, neno la Mungu linasema, yeye aliye naye mwana anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Watu wengi wanatarajia kupata uzima wa milele wakifika mbinguni. Sisi tulio watoto wa wokovu, mara baada ya kugeuka na kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunaanza kuishi kwenye uzima wa milele. Kwa wewe unayetarajia mpaka ufike mbinguni ndio ukakutana na uzima wa milele, hapana. Huo ni ukamilifu wa uzima wa milele. Lakini uzima wa milele unaonekana kwenye maisha ya mtu mara tu anapokuwa amemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Aliye naye mwana anao uzima wa nini? Wa milele. Na sio kuwa naye amefanya nini? Hana. Watakatifu, unapaswa kuelewa, tambua, kuwa na uhakika ya kwamba wewe ni nani kwenye wokovu. Kuwa na uhakika, sisi ni watoto, sisi ni makuhani, lakini sisi tuna uzima wa milele katika wokovu. Tunatembea kwenye wokovu tukiwa na uzima wa nini? Wa milele. Tunatembea. Na katika kanuni za Biblia zinaonyesha maisha ya uzima wa milele hayana dhambi, watakatifu. Hayana matengano. Maisha ya milele hayana marumbano. Maisha ya milele hayabahatishi. Maisha ya milele unaishi na Bwana. Maisha ya milele unaishi kwenye mikono yake. Maisha ya milele unaishi kwenye matakwa. Maisha ya milele unaishi kwenye mapenzi ya Mungu. Maisha ya milele. Tuna maisha ya milele. Sisi ni akina nani? Lazima ujijue. Sihangaiki tu bure. Sipotezi muda wangu bure. Sijaacha familia yangu bure. Sijaacha ndugu zangu bure. Siwezi kuacha dhambi bure. Siwezi kuacha ulevi bure. Siwezi kuacha zinaa bure. Ninaacha kwa sababu ninao uzima wa milele katika maisha yangu. Kwa kuna watu unawatamani kuwaona kwamba wanaachana na hayo maisha maisha hawawezi kuachana nayo kwa sababu hawana uzima wa milele. Hawajulikani ni wakina nani kwenye swala la wokovu. Wanaziviwe. Hawajulikani kama ni akina nani kwenye wokovu. Una uzima wa milele hawana. Kwa hiyo waache wanywe pombe, waache wazini, waache waibe, waache waendelee na maisha ya uongo, waache waabudu sanamu. Lakini si tu kuwa na uzima wa milele, lakini jambo jingine ni kuelewa kuwa Kristo anakaa ndani ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Sisi kama watoto wake, sisi kama watu tunaomiliki uzima wa milele kwenye maisha yetu, tunapaswa kujua, tunapaswa kutambua, tunapaswa kuwa na uhakika kwamba Kristo anaishi ndani yetu.
Maana yeye anasema mimi ninabisha, mtu akiufungua mlango nami nitaingia kwake, mimi nitakuwa Mungu kwake, naye atakuwa mwanangu, mimi na Baba tutaishi kwake. Bwana asifiwe. Biblia inaonyesha vizuri kwenye haya mazingira ambayo yanakuwepo. Na sehemu nyingine anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Watakatifu, katika masuala ya msingi kwenye wokovu, ni lazima ujijue wewe ni nani kwenye huo wokovu. Lazima uwe na uhakika na wokovu wako kwenye maisha hayo. Ujue ya kwamba kwenye maisha yako una uzima wa nini? Wa milele. Unapotembea kwenye hii dunia, unatembea kama mtu aliye na uzima wa milele katika maisha yako. Haitoshi, lazima ukubali ya kwamba kwenye wokovu unaouishi, Yesu anaishi ndani yako. Yesu anaishi ndani yako. Ndani yako Kristo anaishi. Ni mimi na Yesu. Watakatifu, lini nitatenda dhambi? Lini nitaishi kwenye dhambi? Lini nitamchukia ndugu yangu? Lini nitakutukana? Lini nitakutukana? Lini nitakwambia maneno mabaya? Lini nitakusengenya? Maana moyoni mwangu, akilini mwangu, maishani mwangu Kristo anaishi, ambaye ni pendo, ambaye ni neema, ambaye ni baraka. Kwa nini tunaonyesha tabia za mwili? Tunaonyesha tabia za mwili kwa sababu sisi sio watoto wa Mungu. Sisi sio makuhani wake. Sisi hatuna uhakika, hatuna uzima wa milele kwenye maisha yetu. Na ndio maana tunaishi tabia za mwilini. Biblia inasema anayeishi kwenye maisha hayo hajamuona mwana, hajamuona wala Kristo yumo ndani mwake. Sisi jamani, Kristo anaishi kwetu. Naomba ulisomee Wagalatia sura ya pili mstari wa 20. Wagalatia sura ya pili mstari wa 20. Nisomee. Mungu linasemaje? Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Lakini ni hai. Lakini niko hai. Wala si mimi tena. Wala sio mimi tena. Bali Kristo yu hai ndani yangu. Bali Kristo yuko hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Nafsi yake kwa ajili ya nani? Ya mimi. Watakatifu, Kristo anakaa ndani yetu. Hakikisha, kubali Yesu aishi wapi kwenye maisha yako. Molayasa. Hatuwezi kuyaishi maisha ya wokovu kwa sababu mwenye wokovu hatunaye. Ndio maana watu wakienda msibani, ili msiba ukamilike, ni kusalimiana na aliyefiwa. Molayasa. Ni kusalimiana, unasalimiana na aliyefiwa. Tuliondoka hapa kwenda Kakobe, si ndio? Kwenye msiba wa Mshokela. Tulienda karibu magari mawili na wengine magari madogo madogo. Tulienda tukafika. Kila aliyekuwa naenda kwenye ule msiba, watu anaowafahamu kwamba hawa ndio tunafahamiana nao na ndio waliofiwa, alihakikisha amewasalimia. Unanielewa? Alihakikisha amefanya nini? Amewasalimia. Kuonyesha uwepo wake kwamba madosi ure marama pore kawose murungu akwine kolongoja. Umenielewa? Mungu akupe faraja. Kwa nini unaazimika kuonana na aliyefiwa? Ili kukamilisha faraja yako. Na sisi watakatifu katika maisha ya wokovu, ni lazima umruhusu Kristo akae ndani yako. Kristo hawezi kukaa ndani yako wakati wewe ni mrevi. Kristo hawezi kukaa ndani yako wakati wewe ni mgomvi. Haiwezekani. Mahali alipo Kristo, Biblia inasema mahali alipo Kristo, shetani hujitenga. Watakatifu, ni lazima tujue sisi ni akina nani kwenye wokovu.
tujijue ya kwamba tunaishi na uzima wa milele, na lazima tukubali ya kwamba Yesu anaishi ndani yetu. Sio, unaelewa? Ndio maana unakuta watu, niko ndani ya Yesu. Uko ndani ya Yesu, kumbe ndani na mwenye ndani yumo. Sio, tunaelewana? Na mwenye ndani yumo, ishi naye, tembea naye, tembea naye, kuishi naye. Ndio maana tuna uhakika wa kumwambia, Biblia inasema na mimi nikikaa ndani yenu na maneno yangu yakakaa ndani yenu, ombeni lolote nanyi mtafanya nini? Mtatenda. Kwa nini? Tuko pamoja. Bwana asifiwe. Wanafunzi wa Yesu walipokuwa wakivuka ng'ambo, Biblia inaonyesha walikutana na upepo wa mbisho. Upepo ukawapiga, karibu chombo chao kikaanza kujaa maji. Wakahimizana kuchota maji, wakachota mpaka wakachoka. Lakini baadaye wakakumbuka kwamba kwenye chombo walichonacho wana mtu mmoja anaitwa Yesu, na ndiye anayewafanya wavuke ng'ambo. Watakatifu, wachezaji wa mpira hawawezi wakatoka uwanjani eti mvua inanyesha, eti kuna tatizo gani limetokea. Hapana, mpaka refa aruhusu mechi kuondoka. Mkiondoka hiyo mechi inafutwa, mnafungiwa, mnaangaliwa mambo ya kinidhamu. Walikuwa kwenye shida na changamoto, lakini wakakumbuka, ninyi watu, wewe Yesu, tuliko ya watu aruhaka kekurunguno, kwanza ni moto leto mamokurunguno yako. Haya tunayoyafanya tunafanya kwa ajili yako. Wewe ndio unatufanya tuvuke ng'ambo, halafu umelala, hauoni kama tunaangamia. Na kwa kutambua ya kwamba ulikuwa ni wajibu wake, anapaswa kuambiwa jukumu hilo, anapaswa kulifanya hiyo kazi. Alipojiinua akaamuka, Biblia inasema akaukemea upepo, halafu upepo ukakata ghafla, nsha, dunia na maji yakawa yamenyamaza kimya. Halafu akawauliza, ninyi wenye imani hava, tutahangaika na ninyi mpaka lini? Hamnijui kama mimi ndo bosi wenu? Hamuelewi kwamba mimi nimepewa kuvimiliki vyote? Watakatifu, Bwana asifiwe. Amen. Wakati mwingine tunahangaika na kupungukiwa na vitu vingi kwa sababu hatuishi na Yesu kwenye maisha yetu. Tunamuomba mtu ambaye anaishi kwa jirani, tunamuomba mtu ambaye hatunaye, yuko mbali, na ndio maana tunatumia muda mwingi, na ndio maana tunapiga kelele, na ndio maana tuna vitu vingi vya ajabu vya kila namna tunavyofanyishwa, na ndio maana wakati mwingine tunalishwa majitu, ndio maana tunapewa maelekezo maovu ya ajabu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu wetu hatuishi naye. Biblia inaonyesha hapa tunapaswa kumruhusu Yesu akae ndani yetu. Mruhusu Yesu akae ndani yako. Mpe nafasi Bwana aishi. Mruhusu Bwana akae. Paulo anasema kwamba si mimi tena bali Kristo ndani yangu, ili Mungu anapokutazama amuone mwanae kwenye maisha yake. Na akimuona mwanae hawezi kuwa na kumbukumbu lolote la dhambi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima uwe na uhakika na wokovu. Acha kutembea bila kujijua, acha kutembea bila kujielewa. Lazima uwe na uhakika na wokovu wako kwa mazingira hayo unayoyaona. Lakini si hivyo tu kuruhusu kwamba lazima ujue kwamba Kristo anakaa ndani yetu. Lakini jambo jingine, tumepewa mamlaka. Kumepewa mamlaka na kuyatumia. Tumepewa mamlaka na kuyatumia. Tumepewa mamlaka na tunaruhusiwa kuyatumia. Unapoishi kwenye wokovu lazima ujielewe. Sio tu watoto wa Mungu, ninyi watu. Sio tu makuhani, hapana. Sio tu tuna uzima wa milele, hapana. Sio tu kwa kuwa Yesu anaishi ndani yetu, hapana. Bado tumepewa mamlaka na tumeruhusiwa kufanya nini? Kuyatumia. Kuyatumia. Kiuhalisia, watakatifu, mulayasha. Najua neno hili haliwezi likawa zuri kwa watu wengi. Kiuhalisia, watakatifu, mtu aliye na wokovu kwenye maisha yake hahitaji kuombewa. Mulayasha. Mulayasha. Kiuhalisia, mtu ambaye ana ukamilifu wa wokovu kwenye maisha yake hahitaji kuombewa kwa sehemu kubwa.
Alayasema. Kwa nini? Unaweza ukajiuliza sana maswali. Tumekabidhiwa mamlaka. Yaani kuna vitu unaweza kuvikataa na vikaondoka, na kuna vitu unaweza kuvikubali vikaishi. Kwa nini? Maana mwenye mamlaka unaishi naye. Hivi kuna watu mliojenga nyumba za mnaoishi na nyumba za mnaishi na wapangaji nyumbani. Bwana asifiwe. Ulishawahi kupangisha polisi nyumbani kwako pale mnapoishi? Ulishawahi kupangisha polisi? Kumpangisha chumba pale kwako. Si unanielewa Ulishawahi kupangisha polisi? Ninyi watu. Yaani hata wale wengine, wale wapangaji wengine, ukianza kuwadai kodi, halafu polisi akawa anakuja kutoka kazini, hata kama alikuwa anakupanga, alikuwa anakujibu kwa kauli, anaregeza. Ni mpangaji mwenzie, ila akija anatoka kazini sasa na yale magwanda yake. Alitoka na mzee anambadilisha, mzee naomba tu nipe muda, nimekwama nimekwama tu. Watakatifu, Yesu anaishi ndani yetu. Hatuhitaji kutumia nguvu kubwa kiasi hicho kama tunavyofikiria. Tumepewa mamlaka na tunapaswa tuyatumie. Niangalizie Luka sura ile ya 9 na mstari wa 1 hadi wa 6. Inasemaje? Neno la Mungu linasema, ndio, akawaita wale tenashara, akawapa uwezo na mamlaka, juu ya pepo wote, na kuponya maradhi, akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu, tukawaambiwa tutangaze na ufalme, na kupoza wagonjwa, akatuambia usichukue kitu kwa safari yenu, usihangaike kuchukua kitu chochote, fimbo wala mkoba wala mkate wala fedha, wala mmoja wenu asiwe na kanzu mbili, usilazimishe kuwa na mikoti miwili. Na nyumba yoyote mtakayoingia kaeni humo, na kila nyumba mtakayoingia kaeni mpaka mtoke mjini, mpaka muda utakaowaruhusu. Na wale wasiowakaribisha, na wale watakaoacha kuwakaribisha mtokapo katika mji huo, ya kung'uteni hata mavumbi ya miguuni mwenu kuwa ushuhuda. Bwana, hebu ishi hapo, watasoma na wao kwa wakati wao. Watakatifu, naomba unielewe. Bwana asifiwe. Amina. Tumepewa mamlaka na kuyatumia. Mtu ambaye ndani yake anajifahamu kwamba mimi ni mtoto wa Mungu, ni kuhani na ana uzima wa milele na Kristo anaishi ndani yake, akija kwako unapaswa kumpokea kama sehemu ya baraka. Na usipompokea akaondoka, moyo wake ukiwa umeumia, anakuachia laana. Si kama unanielewa hicho kitu? Anakuachia laana. Mola yasema. Yes. Niseme kitu kimoja kwa ufupi hapa. Tuliwahi kwenda kwenye familia moja, tumekaribishwa kwenda kura. Baada ya huduma kanisani, mama mmoja alikuwa amejitolea kwamba watakuja wale kwangu. Tulikuwa na mchungaji Nkoji. Tukaenda baada ya huduma, tukakuta amechinjwa jogoo mmoja mkubwa sana, akatengwa wote. Yaani pale unaziona nyama zote unazihesabu kwamba sijui nini, kila kitu unakiona kipo kinashangaa hapo. Tukaanza kula, tukala. Tulipomaliza kula, unajua mtu kila ukashiba na mamlaka yanaishi ndani. Kwenye wakati tunataka kuomba kutoka, tukaiomba ile familia isogee. Familia ikasogea. Kwa sababu tumetendewa mema, tuna furaha. Muombaji aliyepewa kuomba akaomba kwa mamlaka yale tulionayo. Kabla sala haijaisha, kulikuwa na watu miongoni mwa wanafamilia wana mapepo na mizimu ililipuka. Kwa nini? Muombaji anaomba, amefurahishwa,
na anaomba kwa mamlaka aliyofanya nini, aliyonayo. Pepo pale wakaanza kudondoka, tukaanza kukemea, toka shetani kwa jina la Yesu. Ilikuwa jioni, unanielewa? Ilikuwa jioni. Akawa anakuja wa kuingiza ng'ombe, na yeye alipotuona tu, alipowafika pale, naye akamshinda na ng'ombe kuziingiza, akakimbia, akaja akadondoka pale. Nakwambia tulifanya huduma mpaka saa 6 usiku. Umeelewa? Tumepewa nini? Mamlaka. Kuna wakati mwingine bwana, ukimfurahisha mwenye mamlaka, ana uwezo wa kukufanyia vitu vizuri. Usishangae sana. Acha nimalize na hili. Tumepewa mamlaka na tunapaswa kuyatumia, lakini pia tumepewa mamlaka na tunapaswa kuyatumia. Acha niridhike na hilo. Bwana asifiwe. Amen. Popote pale haupaswi kuhangaishwa. Eti wewe umehamia mtaa wa wachawi. Wachawi ndio wanapaswa wajiulize tunaenda wapi. Bwana asifiwe. Yaani umehamia mtaa, wachawi ndio wanapaswa wajiulize tunahamia wapi. Sio mimi ndo nianze kujiuliza kwamba sasa hapa nafanyaje, nitafute nyumba eneo. Hakuna. Wao ndio wanapaswa wajiulize tunahamia wapi. Kwa nini? Tumepewa mamlaka na tunaruhusiwa kuyatumia. Watakatifu, ni lazima tuwe na uhakika wa wokovu tulionao, maana sisi ni watoto kwenye huo wokovu, ni makuhani, ni wateule, ni taifa la Mungu. Ni lazima tukubali kuishi katika kila ambacho Mungu anafanya nini? Anataka. Watakatifu, lazima tuwe na uhakika wa kwamba ndani ya maisha yetu tunatembea tukiwa na uzima wa nini? Wa milele. Mungu akituita leo, tunaenda kwenye ukamilifu wa huo uzima, tayari tunao. Biblia inasema mtu amwaminie amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa tunaishi kwenye uzima, kwenye maisha ya wokovu. Lakini pia ni lazima tujue ya kwamba Kristo anakaa ndani yetu. Ruhusu Bwana aishi kwako. Kwa nini unaishi na maisha ya dhambi? Kwa nini unateseka? Kwa nini unapata shida? Kwa nini unahangaika na hivyo vitu vyote? Kwa sababu anayeishi ndani yako haujampa nafasi. Kubali kuwa na uhakika na maisha yako ya nini? Ya wokovu. Ni jambo la msingi katika mambo ya wokovu. Tofauti na hapo, utakuwa ni binadamu yule anayezungukwa rasilimali lakini hana ufahamu wa kuzitumia rasilimali. Mungu akupe neema ujitambue wewe ni nani katika wokovu, kwa misingi na mambo haya ambayo tumeyaona. Mungu akubariki sana. Nina haja nawe kila saa, hawezi mwingine kunifaa. Yesu nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi nakujia. Bwana Yesu, tunakutukuza sana kutupatia asubuhi hii nyingine ya leo ambayo Bwana umefurahishwa nayo. Kama ulivyoweza kutupa Jumatatu, ukatupa Jumanne, ukatupa Jumatano, na leo umetupatia Alhamisi ili tuitumie kwa mapenzi na matakwa yako. Tunakushukuru kwa namna ambavyo umetusaidia sisi kuyaelewa mambo ya msingi, si tu kwa ajili ya toba, lakini pia tunapaswa kujitambua sisi ni akina nani katika huo wokovu. Baba, asante maana unatujua, unatuhudumia, maana unatuhitaji katika maisha yetu.
Tunaomba kwa ajili ya watoto ambao tayari jana wameenda shuleni na wengine hawajaenda kwa sababu bado hawajakamilisha kupata fedha za ada na mahitaji ya shuleni. Fungua milango yako Bwana, ukawawezeshe watoto hawa kwenda, wazazi wao wapate fedha, wapate ada ili wawaruhusu watoto wao kwenda shuleni. Ninakuhitaji Mfalme na Mungu wa Israeli, ukaendelea kuonekana na kusimama, ukaendelea kukaa na kutenda katikati ya maisha yetu kwa nyakati na vipindi vyote, ili Mungu tukaendelea kuyaona makusudi na matamanio yanayokaa na kuishi kwenye maisha yetu. Ninakualika Roho Mtakatifu, ninakualika Bwana Yesu, nami ninajua kwa namna ya kipekee na kwa jinsi ambavyo Mungu wewe unaendelea kuonekana katika maisha yetu, katika vipindi na mambo mbalimbali yanayokaa kwa jinsi ya utukufu na mapenzi yako Bwana. Jifunue kwa ajili ya wagonjwa, ukawatendee mema, ukawaponye, ukajihusishe na maisha yao kwa nyakati na vipindi vyote. Wengine wako majumbani, wengine wamelazwa. Nenda Bwana ukawaponye kwa damu yako ya thamani. Mioyo yao inakuelekea wewe. Wapo wanaowauguza, wapatie moyo wa rehema, moyo wa subira, moyo wa kujali, moyo wa upole, ili Mungu wakaweza kukabiliana na huduma hizo wanazozitenda katikati yako. Bwana Yesu, tunakushukuru mno. Tunapoendelea kuishi katika maisha ya wokovu, tusaidie kuruhusu maisha haya ya kwamba sisi ni watoto wako, ya kwamba tunaishi na wewe katika maisha yetu, ya kwamba tunao uzima katika maisha haya. Tusaidie kutembea kwenye wokovu wako na kujiepusha na dhambi, kuishi kwa neema na upendo, kuishi kwa umoja na ushirika. Tunatamani kutenda na kuhudumu huduma yako Baba. Tunaomba kibali chako, tukauonyeshe wokovu wako kwa watu wengine, na wewe ukaendelee kufanyika kuwa baraka katikati ya maisha yetu kwa namna ya kipekee. Yesu, utulinde, ututunze, utuongoze, ututembelee na utuelekeze mambo ya msingi tunayoyapaswa kuyafanya machoni. Tunaliombea kanisa, lisaidie kuendelea kuishi na kufanya yale ambayo Mungu yanawezekana kuwepo katikati ya maisha yetu kwa namna ya kipekee sana. Bwana, tunaomba neema yako lisaidie kanisa kwa ajili ya ushirika wa pamoja, kufanya kazi kwa mambo mbalimbali, kulihubiri jina lako na kufungua makanisa katika sehemu mbalimbali, kupanda mema yako na kuyahudumia. Tusaidie kuishi kwa wokovu wako. Nenda ukawalete watumishi na watoto wako kutoka maeneo na sehemu mbalimbali, wapate muda wa kukufanyia ibada. Waliochoka, waliotekwa, wapo watu wanaotumikishwa dhambi, wasaidie kuziacha dhambi zile, wasaidie kuacha zinaa, wasaidie kuacha urevi, wasaidie kuacha ibada za sanamu, wasaidie kuacha uchawi, mambo mbalimbali yasiyofaa. Badilisha na kuwageuza ili Bwana wakakuelekea wewe Yesu. Tunayaombea mahusiano ya familia, watoto, mume na mke, katikati ya ndugu na koo. Tunaachilia neema yako Bwana. Wewe ni Mungu unayeleta roho ya upatanishi, ndugu na jamaa, katika jina la Yesu. Bwana ukajifunue. Tembea Bwana, kutana na familia ile, kutana na maisha ya mtu yule, kutana na kazi za mtu yule. Bariki huduma, biashara, ajira na kila namna ya mitaji ya watoto wako. Tusaidie, tuepushe na madeni, tusaidie kushinda na kutembea machoni pako. Baba, usitupungukie, tubarikie siku nzima ya leo, tupatie neema ya kuishi na kukuheshimu. Tusaidie kuishi katika mapenzi na matakwa yako Bwana. Ninaomba Bwana ututunze na utuhifadhi katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na ushirika ukae na sote sasa na hata milele. Amen. Bwana akubarikie wewe na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, akuinulie nuru za uso wake na kukupa amani, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
Amen. Wakati mzuri, ninawakaribisha watakatifu.